Na kwengineko ni kwamba mashirika ya kijamii yanayohusika na uangalizi wa uchaguzi yametoa tahadhari kuhusu ghasia na fujo zinazoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Kwenye kikao na kamati ya bunge kuhusu uangalizi wa katiba, mashirika hayo yalielezea hofu kwamba wanasiasa wameanza kampeni mapema kinyume na kanuni za uchaguzi. Seth Olale anaarifu mengi. Mashirika haya yakiongozwa na Transparency International yanaonya kuhusu fujo zinazoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa karibuni. Chini ya mwavuli wa uchaguzi platform, wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuchipuka kwa makundi ya vijana yanayovuruga mikutano ya kisiasa. And we want to challenge the government and those in authority. A democratic competition should be allowed to grow in our country and not hindered by senseless violence against innocent wananchi. Mashirika haya yakielezea kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa katiba kwamba kampeni za mapema zinazoshuhudiwa nchini ni kinyume na sheria. But we are not taking into account where that money is coming from, how much is being spent, what it is being spent on. And now we've also been talking a lot about the issues of violence in the campaigns, the issue of payment of goons, the problem of voter bribery, vote buying, ID buying, all these things are happening. Aidha, ukaguzi wa orodha ya wapiga kura nchini na kupitishwa kwa sheria kuhusu udhamini wa kampeni miongoni mwa vyama vya kisiasa ni mojawapo wa masuala ambayo wanasema yanastahili kuangaziwa kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu mwakani. NADCO had recommended about 9 bills. Only one has been presented to Parliament. So we have some bills amending the Election Act. We have some bills amending the Political Parties Act. We also have some bills amending the Election Offences Act. But there are many others that are also being worked on. Haya yanajiri huku tume ya IEBC ikisema kwamba inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 60 ili kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.